una Pacome, una Chama, una Azizi, kwa nini ufanye fujo? Ni maneno ya mchambuzi ambaye ameweza kufunguka kutokana na kile ambacho kilitokea kwenye mechi ya derby kati ya Simba pamoja na Yanga, ambapo anadai kwamba kama Yanga walikuwa wana uhakika wachezaji hao wazuri, yani wana Pacome, wana Chama, wana Azizi Ki na wengine, kwa nini wafanyie fujo Simba? Ilitakiwa Simba wasiwafanyie fujo, ila wakawaadhibu kwenye uwanja, yani ndipo ambapo walitakiwa wachukue point 3, sio kuhitaji point 3 mezani wakati hawajacheza. Kama walikuwa wanajiamini kwa na wachezaji hao, kulikuwa kuna haja kuwazuia klabu ya Simba. Kwa mjibu wa mdau huyu, anadai kwamba ukiangalia kanuni nyingi zilikuwa zinawabeba sana Yanga. Hata ukiangalia kwamba saa hizi wanadai alama 3 mezani, wakati huo wao ndio walikuwa kwanza kuvunja kanuni hii. Imetokana na TFF na bodi ya ligi kuweza kuwabeba kwa muda mrefu, ndio maana saa hizi wameanza kuwageuka. Angalia hata mikataba ambayo waliweza kuingia ya udhamini wa timu 8, yani mdhamini ni GSM lakini kadhamini timu nyingine 8. Hivyo ukiangalia timu zote zile ambazo zimedhaminiwa na GSM zote zimefungwa na klabu ya Yanga, na hivyo timu ambazo hazijadhaminiwa na GSM ndizo ambazo zinapambana na zinapa usumbufu klabu ya Yanga. Na lakini sasa hivi wale wote ambao waliweza kuwabeba kwa kuwapa mikataba hiyo, lakini safari hiyo tena wamewageuka kwamba hawataki, wanataka wajiuzuru. Hii ni baada ya klabu ya Yanga kudai kwamba wao ili waweze kurudia mchezo huo dhidi ya Simba ni lazima ile bodi ya ligi yote na pamoja na TFF iweze kuondoka iji nyingine, kwa kuwa imeshindwa kusimamia kanuni hizo ambazo ziliwabeba wao wenyewe. Timu mdhamini wao akadhamini timu 8, leo hii hawataki tena. Ndio maana wanasema TFF ndio ambao wanaweza kuwa na makosa kwa kuibeba Yanga kwa muda mrefu, ila Yanga hawakustahili kuweza kuleta fujo, ila kwa kuwa wana wachezaji wazuri aliweza kufunguka muda huo wakati akifunguka kutokana na sakata ambalo naendelea la klabu ya Yanga kuweza kugomea mchezo ambao umepangiwa ratiba nyingine ya kuweza kuchezwa dhidi ya klabu ya Simba baada ya ule wa Machi 8 kuweza kuahirishwa.